Ungekuwa vunja jungu, kumla mwenzako lingekuwa swala linalokubalika kabisa. Na ungekuwa nyegere, ungewaheshimu wanyama wengine. Ujali. Ungekuwa panda aliye na mapacha, ni kawaida kumwacha mmoja na kumtunza mwingine. Lakini wanadamu wakifanya lolote kati ya mambo haya, tunayaita makosa yasiyo na usawa au yasiyo ya haki. Ndiyo, kwa nini kwa hivyo? Je, kwa nini wanadamu wanajali sana haki? Biblia inajibu la kuvutia sana kwa swali hilo. Kwenye ukurasa wa kwanza, wanadamu ni wa kipekee na ni watofauti na viumbe wengine wote kwa sababu wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Naam, wawakilishi wa Mungu wanaotawala ulimwengu kulingana na maagizo yake kuhusu mema na maovu. Na asili hii ndiyo msingi wa mtazamo wa Biblia kuhusu haki. Watu wote wako sawa mbele ya Mungu na wana haki ya kuheshimiwa na kutobaguliwa bila kujali wewe ni nani. Ingekuwa vyema ikiwa sote tungezingatia hayo, lakini tunajua jinsi mambo yalivyo ulimwenguni. Na Biblia inaangazia hilo pia. Inaonyesha jinsi tunavyobadilisha maana ya mema na maovu mara kwa mara kwa njia inayotunufaisha sisi binafsi huku tukiwadhulumu wengine. Naam, kulinda maslahi yetu wenyewe. Na unyonge wa mtu ndio unaoleta urahisi wa kumtumia kujinufaisha. Kwenye Biblia, unyanyasaji huu ulifanyika kwa watu binafsi, familia, jamii nzima na pia katika mataifa. Jambo lililosababisha ukosefu wa haki hasa kwa walio wanyonge. Lakini simulizi hii haiishii hapo. Katikati ya uovu huu wote, Mungu alimchagua mwanadamu aitwaye Abrahamu ili kuanzisha aina mpya ya familia. Hasa Abrahamu alipaswa kufundisha familia yake kuishika njia ya Bwana kwa kuwa mtakatifu na mwenye haki. Kuwa mtakatifu, hilo ni neno la Biblia ambalo hakika silitumii sana, lakini kinachokuja akilini ni kuwa mtu mwema. Lakini je, inamaanisha nini kuwa mtu mwema? Neno la Biblia la Kiebrania la utakatifu ni sedaka na ni maalum zaidi. Ni kiwango cha kimaadili kinachorejelea uhusiano unaofaa kati ya watu. Kinahusu kuchukulia watu wengine kuwa mfano wa Mungu unaposhughulika nao, kwa kuheshimu hadhi yao inayotoka kwa Mungu. Na neno hili haki kwa Kiebrania ni mishpat. Inaweza kumaanisha haki ya kuadhibu mtu anapokosea. Kwa mfano, nikiiba nitaadhibiwa ipasavyo. Bila shaka. Hata hivyo, mara nyingi katika Biblia, mishpat humaanisha haki ya urejesho. Inamaanisha kupiga hatua zaidi, kuwatambua wanyonge wanaonyonywa na kuwasaidia. Watu wengine huita hii uhisani. Lakini mishpat inahusu mengi zaidi. Inamaanisha kuchukua hatua kuwatetea wanyonge na kubadilisha mifumo ya kijamii ili kuzuia ukosefu wa haki. Hivyo haki na utakatifu zinahusu kuishi maisha kipekee, maisha bila ubinafsi. Sawa sawa. Mafundisho haya yanapatikana kote katika Biblia. Mfano ni hapa. Katika kitabu cha Mithali, je, inamaanisha nini kudumisha haki? Kuwatetea wasioweza kujitetea. Na je, maneno haya yanamaanisha nini kwa manabii kama Yeremia? Wasaidie wasiojiweza na usivumilie ukandamizaji au ukatili dhidi ya wahamiaji, mayatima na wajane. Na kama hapa, tazama katika kitabu cha Zaburi. Bwana Mungu hutekeleza haki kwa waliokandamizwa, huwapa chakula wenye njaa na huwaweka wafungwa huru. Lakini huizuia njia ya waovu. Aise, huwazuia waovu? Ndiyo. Kiebrania neno waovu ni rasha. Inamaanisha hatia au katika makosa. Inarejelea mtu anayemtesa binadamu mwingine, akipuuza heshima yao kama mfano wa Mungu. Hivyo haki na utakatifu ni jambo muhimu sana kwa Mungu. Ndiyo, hilo ndilo swala familia ya Abrahamu, Waisraeli, walihitajika kuzingatia. Waliishia kuwa watumwa na kukandamizwa kikatili nchini Misri. Na hivyo Mungu alikabiliana na uovu wa Misri na akatangaza kuwa wao ni rasha, wenye hatia ya kutozingatia haki. Na hivyo akaiokoa Israeli. Lakini cha kusikitisha katika simulizi ya Agano la Kale ni kuwa watu hawa waliokombolewa waliendelea kutenda matendo yale yale ya watesi wao na kuishia kuwadhulumu wanyonge. Na hivyo Mungu alituma manabii waliotangaza Israeli kuwa na hatia. Lakini hawakuwa peke yao. Ukosefu wa haki upo kila mahali. Watu wengine hutupilia mbali haki kwa makusudi. Wengine hujinufaisha kutokana na mifumo ya kijamii isiyo ya haki wanayoitumia vibaya. Na la kusikitisha, historia imeonyesha kuwa waliokandamizwa wanapopata uwezo, mara nyingi wao huwa wakandamizaji. Hivyo sote hushiriki katika ukosefu wa haki, aidha moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Wakati mwingine bila hata kutarajia, sote tuna hatia. Na hivyo huu ndio ujumbe wa kushangaza wa simulizi ya Biblia. Ili kutatua ukosefu wa haki miongoni mwa wanadamu, Mungu alitupa maisha ya Yesu kama zawadi. Alikuwa mtakatifu na mwenye haki na bado alikufa kwa niaba ya wenye hatia. Lakini Mungu alimtangaza Yesu kuwa mwenye haki alipofufuka kutoka kwa wafu. Na hivyo sasa, Yesu anayatoa maisha yake kwa wenye hatia ili pia wao watangazwe kuwa wenye haki mbele ya Mungu, sio kwa sababu ya chochote walichofanya, lakini kwa sababu ya alichowafanyia Yesu.
Wafuasi wa kwanza wa Yesu waliipata haki hii kutoka kwa Mungu, sio tu kama hali mpya, lakini kama nguvu iliyobadilisha maisha yao na kuwachochea kuwa na mienendo mipya ya kushangaza. Ndiyo, pale Mungu anapomtangaza mtu kuwa mwenye haki wakati hastahili, hatua ya pekee ya busara ni huyo mtu kwenda na kusimamia haki kwa ajili ya wengine. Hii ni njia ya kipekee ya kuishi na si rahisi kila wakati. Inahusisha kuyabeba kwa ujasiri matatizo ya watu wengine kuwa yangu. Yesu alimaanisha haya aliposema mpende jirani yako kama unavyojipenda. Inahusu ahadi ya kudumu inayochochewa na maneno ya nabii wa kale Mika. Mungu amewaambia wanadamu yaliyo mema, na yale Mungu anatarajia kutoka kwao ni kutenda haki, kupenda huruma na kuenenda kwa unyenyekevu na Mungu wako.